Wa Truth Media, na mbele yangu sasa kwenye benchi langu amekaa mzee wangu, mzee maarufu kabisa kama mshauri baada ya kutoka mzee Mwaipaya. Lakini nikukumbushe kuwa maduka yetu wa Kwanchina Store yanakuletea ofa kabambe kabisa kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na Pasaka. Wanakwambia pata jeans kali kwa shilingi 17,000, t-shirt nzuri kwa shilingi 10,000, viatu vya kike na kiume kwa shilingi 10,000, mashati mazuri kwa shilingi 10,000, jezi za timu mbalimbali kwa shilingi 10,000. Maduka yetu yanapatikana Dar es Salaam, Mbezulis, roundabout ya Kinyerezi, karibu kabisa na sheri ya Mount Meru. Lakini Dodoma tunapatikana ndani ya stendi ya mabasi ya mkoa ya 88 ndani ya jengo la Dig In Terminal Lodge. Kwa maelezo zaidi piga namba 0753 788 977. Nikukumbushe kuwa ofa hii ni maalum kabisa kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na Pasaka. Mzee Shauri, uzima upo? Ni uzima upo. Kwa majina anaitwa Jerome Isaka. Ni mdau. Maarufu kama nani? Maarufu unaweza kaniita kwa mzee Mwinga. 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 Mshauri na kujaje sasa? Inawezekana wadau kwa namna walivyoniona. Na mimi ndo nimezoea mshauri hiyo. Kwa namna walivyoniona inaonekana kwamba talent inakuja katika mfumo huo. Kila mwanadamu ana talent yake. Hii ni wiki ya FIFA. Ni wiki ya FIFA kuangalia michezo baina kati ya nchi na nchi ili kuweza kufanikisha kwenda katika kombe la dunia. Zaidi ya 15, 16 hivi zimevuka. Mambo yamepamba moto, mambo yanaelekea kuwa magumu. Wazee wa Young Africans kutoka mikoa mbalimbali wamekuwa wakitoa kauli kila kukicha. Kauli hizi za wazee, mzee Jerome, umezionaje na unazipokeaje? Ujue mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. TFF ilimlea Yanga sana. Sasa ifikie wakati kwamba TFF kuweza kuwachukulia hatua sana viongozi wa Yanga na wadau wake. Mzee Jerome, kwanza imemlea TFF, imemlea Yanga, imemleaje? Nimezungumza kwanza awali, kwanza mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Yanga imelelewa sana katika mazingira ya upendeleo sana. Tunaona hata katika ligi kuu Tanzania bara kwa namna ambavyo madudu ambao wanaweza kuyatumia Yanga, lakini kwamba wadau wa soka hasa klabu ya Simba wamekuwa wavumilivu sana. Lakini hatimaye kwamba wameshindwa kuitii mamlaka. Hata katika maandiko katika Rumi sura ya 13 mstari wa 1 na 7. Mimi ni Mkristo. Wanasema itiini mamlaka, hakuna mamlaka ambayo imejiweka. TFF kupitia bodi ya ligi imewekwa na wadau wa mpira wa ligi kuu Tanzania bara ambaye ina vilabu 16. Kila wenye vitu wa vilabu 16 maana yake pale wamepeleka mtu wao kuunda bodi ya ligi. Kwa hiyo sasa Yanga wanashindwa kutii mamlaka kupitia chombo ya bodi ya ligi. Sasa usipotii mamlaka, sheria za nchi zinasemaje? Lazima uadhibiwe. Uchukuliwe hatua za kinidhamu kwa sababu umekosa usikivu wa kutokuweza kutii mamlaka. Mamlaka ilipanga tarehe ya mechi tarehe 8 mwezi Machi 2025 inachezwa saa 1 usiku mpira Benjamin Mkapa. Lakini mamlaka hiyo ndio ambayo iliyoarisha mechi kutegemea kwa ajili ya mazingira ambayo yaliyotengenezwa na wadau ambao wanajiita mabouncer wa klabu ya Yanga ili kuweza kuwazuia Simba wasifanye mazoezi. Watu wamenukuu sana kanuni nyingi sana na mizengo inaendelea kuwepo sana. Ninachoona ni kwamba viongozi wa Yanga kupitia engineer kwamba yanapaswa kuweza kutoa tamko kuwazuia hao wanaojiita wazee kuzungumza na vyombo vya habari. Lakini makamu wa rais wa Young Africans Arafat tulishamsikia yeye amezungumza na msimamo wake, amesema kabisa wao kama Young Africans hawana mechi nyingine na ya dabi watakaocheza. Kama hawataleta mechi ni wao, lakini Simba itapeleka mechi. Na taratibu zote Simba atakazifuata watachukua pointi 3 ili kuweza kuingiza katika pointi zetu zilizopo. Kwa hiyo mimi nazungumza katika mazingira ya tulionayo. Yanga hawana uwezo wa kutokupeleka timu uwanjani. Simu moja tu Yanga watapeleka timu uwanjani. Simu moja tu. Lakini wanasema wazee ni dawa. La kauli za wazee zinaonekana ni kupingana na ile neno la kauli ya bodi ya ligi kwa watapangia mchezo huu tarehe nyingine. Wao msimamo wao nao hawatacheza mechi hiyo. Sasa mzee Jerome unasema simu moja tu hapo. Simu moja tu itapigwa. Ikipigwa simu moja tu viongozi wa Yanga watapeleka timu uwanjani. Hawana mamlaka kuweza kuzungumza na bodi ya ligi kwamba sasa tupeleka uwanjani. Ndio maana engineer kupitia kama ulivyozungumza Arafat ni mtoto mdogo sana katika nchi hii. Ni mtoto mdogo sana. Kimamlaka ambaye alionao katika klabu ya Yanga hana uwezo wa kuweza kuzuia bodi ya ligi wasipange tarehe na ili mechi wasiweze kucheza. Mamlaka ya makamu wa rais wa Young Africans, makamu wa rais ni ndogo sana mbele ya TFF. Kwa sababu TFF ndio mkubwa katika nchi hii, ndio ambaye anaongoza soka. Leo Yanga anahesabiwa na pointi ngapi? Nani ambaye mwenye mamlaka ya kuweza kutoa pointi? Ni bodi ya ligi ambaye ndio mwenye mamlaka ya kuweza kukupa ubingwa, ndio mwenye mamlaka ya kutangaza ndio ubingwa, ndio mwenye mamlaka ya kutoa vigezo vya aina yoyote. Yeye ana mamlaka ya kuweza kujitangaza ubingwa. Mamlaka hiyo hana. Ndio maana alipeleka hiyo timu, nani aliingia uwanjani? Mechi commissioner alikuwepo? Refa alikuwepo? Kwa nini hawajapewa pointi 3? Kwa sababu wenye mamlaka
walizuia mechi isichezwe. Na ndio hiyo taarifa zinasema kuwa kuna wengi wengine wanasema tayari Young Africans wameshatua kasi kupeleka barua yao, wengine wanasema bado, lakini kote huko wanazunguka, wanachokitaka wao ni alama 3 zao. Kwanza wanachokitumia ni ujinga na upumbavu, kwa sababu bila kuweza kuiheshimu bodi ya ligi na TFF hauwezi ukapata mafanikio yoyote. Lazima uanze katika bodi ya ligi ambayo iko chini ya TFF, ili mazungumzo yako yakishafanyika, yakishakataliwa ndio uweze kukata rufaa. Tunaona kwamba hata katika mfumo wa kinchi tuna mahakama za mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama za mkoa na rufaa. Uweze katika kesi yako ya kimsingi kwamba inazungumzwa mahakama ya mwanzo, pasipo kuweza kuhitimishwa, pasipo kuweza kutoa judgment, ukaamua kuikatia rufaa ndani ya kesi pasipo kuweza kuhitimishwa. Yanga wanapaswa waende katika kamati ya TFF ambaye ndani yake ina rufaa, waweze kusikilizwa, wakikataliwa ndio waweze kwenda kasi. Hauwezi ukachukua hatua za kwenda kasi moja kwa moja, sheria inawakataza, na hiyo kanuni haipo ya kwenda kasi moja kwa moja. Aliyokubaliwa kwenda kasi moja kwa moja ndio mchezaji wa mpira wa miguu tu peke yake. Ndio maana tunaona wachezaji kama wa Yanga ambao wanadai akina Okra, akina Baleke, au moja kwa moja wanaenda kasi moja kwa moja pasipo kupitia TFF. Kwa mazingira hayo, kwamba klabu ya Yanga kwamba hata kama amepeleka barua hiyo kasi, inaweza usijadiliwe kabisa na ikarudishwa na ikatupwa kabisa kwenye dustbin. Ujue Yanga ni klabu ambayo inasema ndio mkubwa katika nchi hii. Ndio klabu ambayo inasema kwamba ndio ameikomboa nchi hii. Ukweli ni kwamba taifa hili halijakombolewa na Yanga. Limekombolewa na Watanzania wenyewe ambao walikuwa wanaitwa Watanganyika. Kwamba ukizungumza katika mazingira ya ukombozi, utaweza kuzungumza makabila mengi ambayo yamefanya namna ya ukombozi katika taifa hili. Tumeona katika mfumo wa makabila namna walivyoweza kupigania katika nchi. Tunaona hata mwenyekiti mmoja wa chama cha TAA kiitwa Fidas Kiauruz, mwanzilishi wa chama cha TAA mwaka 1929. Inazaa tano inazaa CCM, kwa namna ambavyo walivyokomboa nchi tukapata uhuru mwaka 61. Alafu utasemaje kwamba Yanga wao ndio wababe wa taifa hili, ndio walioanzisha hili taifa, ndio waliweza kukomboa nchi? Hizo taarifa wanazozitoa wapi, katika takwimu gani? Ni nani ambaye ameleta uhuru katika nchi? Yanga wajitathmini wale wanachokifanya, kwamba kwa ajili wanalelewa kisiasa, kwa sababu mpira wetu ni siasa. Maana yake wataendelea kulelewa pasipo kuweza kunyang'anywa pointi yoyote katika ujinga ambao wanaendelea kufanya. Mzee Jerome, ukizungumza mafanikio ya Wallace Karia katika kipindi chake cha uongozi wake huu, ni mafanikio mengi Tanzania tumeyapata, ikiwemo kupeleka timu 4 katika michuano ya kimataifa. Finali za AFCON, timu ya Taifa Stars imeshiriki inaenda kushiriki mara ya 3 nchini Morocco. Lakini mengi yamefanyika, lakini pia hata katika uongozi yake Young Africans ameweza kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Amefika robo finali na amechukua kombe la NBC Tanzania bara misimu 3 mfululizo. Lakini ukiangalia sasa hivi ni mvutano mkubwa upo kati ya Young Africans na Rais Karia. Huku sasa hivi ukiwauliza hata shabiki wa Young Africans anakwambia Rais Karia hafai. Nani anafaa? Kwa Yanga ambao wanamwona anafaa, ambaye aliyoleta mafanikio zaidi ya Karia. Maana kutokuwa ni utovu wa nidhamu pia. Kwamba ukisema Karia hajawahi kuleta mafanikio katika nchi hii kwa watu wa Yanga, maana ni watu ambao wanakuwa kama ndawazimu. Ujue kuna kitu kimoja ndugu mtangazaji, kwamba mtoto mwanaume sawa kwenda kumbaka mwanamke mwenda wazimu ili kwenda kuitoa haja yake. Ndicho anachokifanya Yanga. Yanga ni klabu ndogo sana barani Afrika. Kama anajinasibu kwamba hao ni wakubwa katika eneo gani? Wallace Karia kama ulivyozungumza ndio kiongozi ambaye ameipaisha soka la Tanzania kwa ubora wa ligi kuu, kwa ngazi ya vilabu, kwa ngazi ya kimataifa. Wallace Karia kwa kushirikiana na Simba ndio imemleta rais wa FIFA, imemleta mzee Wenga, imemleta Kolina. Ni Simba Sports Club kwa kushirikiana na Wallace Karia ambaye ni TFF. Kwa hiyo ukizungumza kwamba eti Wallace Karia hajaleta kuleta mafanikio, ni kiongozi gani tangu iundwe fati leo TFF ambaye imeleta mafanikio kama Wallace Karia? Kama unavyozoea kwenda kupambania kwamba leo katika kombe la dunia tumefanikiwa katika AFCON. Wallace Karia ndio kiongozi pekee ambaye katika utawala wake amepeleka AFCON 3. Leo tuna michuano ya kafu ndani ya mwezi huu, michuano ya chani itafanyika mwezi wa 8, ilitakiwa ifanyike mwezi wa 2 ile kwa ajili ya miundombinu ya viwanja vyetu ikashindikana, maana tumesogezewa mpaka mwezi wa 8. AFCON ya vijana tuliwahi kufanya. Yes. Maana tuna 2027. Nimeshabahatika kufika kule Arusha. Ule uwanja unajengwa kule maeneo ya Kisongo. Jiji kidogo la nje ya Arusha kupita uwanja wa ndege. Unajengwa uwanja wa AFCON 2027, tunaweza kutumia ni nani? Ni Wallace Karia. Sema kwamba eti Karia hajafanya lolote katika nchi hii. Ni mtu ambaye anapaswa kuweza kumwangalia katika jicho la tatu. Mimi nasema ndugu mtangazaji kwamba Yanga wasipoleta timu siku ambayo itakayepewa ngo na bodi ya ligi,
watakiona cha mtema kuni. Kwa nini kilimfanya kanga asiwe na manyoya shingoni? Lakini mfano na nyinyi wenyewe Simba Sports Club mpo tayari kupeleka timu uwanjani? Kabisa, timu ya Simba haina mashaka. Mpo tayari kucheza na Young Africans? Hatuna mashaka. Na tunawataka hata katika kombe la CAF. Ili kombe la Federation CRDB. Tunawataka 16 bora sasa hivi. Na 27 Simba inacheza. Tutaingia na 8 bora. Tunawataka Yanga vile vile. Katika michuano hii, je, watatukimbia? Wanasema umogopi wewe Pacome Zouzoua. Zouzoua ni nani? Alafu anaangalia kwa vyombo vyao vya habari. Eti kwenye gazeti lao la habari wanasema kwamba eti anajiweka na national kwa bilioni 1.5. Kwa nafasi gani, kwa uwezo gani na umri gani alionao? Maana bado wanaendelea kudanganya tu. Ujue ni wadanganyaji. Ujue Pacome hawezi kucheza katika kikosi cha hawezi. Anaweza kwa nafasi gani? Ataenda kumnyang'anya nani namba? Anaenda kumnyang'anya nani namba? Unasema Pacome national pale hapa. Anaweza kumnyang'anya nani namba? Hata Simba sisi hatumtaki. Simba sisi hatumtaki. Jerome humtaki Pacome? Kabisa. Ana thamani gani kuja kucheza klabu ya Simba? Simba ina thamani kubwa katika bara la Afrika. Simba unajua nafasi ya ngapi nashika? Na Yanga nafasi ya ngapi? Na msimu huu ujao kwamba CAF atakavyotangaza takwimu zao za vilabu, Yanga itashuka, inaweza kuwa 38. Inaweza kuwa 38. Kwa nini? Sababu wameshuka kiuwezo. Wanaweza kuwa 38. Kwa sababu kwamba robo hawajaingia. Unategemea kwamba utakuwa na nafasi ya ngapi? Aliyeingia robo na atasemaje? Yeye kama alijinasibu wa 13, maana yake hajaingia kwenye robo hata kwa nafasi ya ngapi ambazo takwimu zikitoa na CAF. Unajua siku zote ukiwa dereva wa gari, ukiulizwa huko ulikotoka mpaka hapo ulipofika umekutana na kona ngapi? Utajibuje? Kisheria ni kwamba kona utakazokutana nazo ni 2. Gari na kona kushoto na kulia, hamna kona 3. Sheria ya usalama barabarani utaulizwa hilo swali kwamba ulikotoka mpaka hapo ulipofika kwamba kuna kona ngapi? Jibu lako ni kona 2 tu. Kona ya kulia na kona ya kushoto. Wale wasiojua. Gari haina kona 3. Wanachokifanya Yanga kwamba anatafuta gari yenye kona 3. So nimekutana na kona Mwembe Yanga, nimekutana na kona Usalama. Kona ziko 2 tu, kulia na kushoto. Hamna kona 3. Lakini mzee Jerome, siku ya jana mitandaoni imesambaa sana kauli ya aliyekuwa kocha wa Tabora United. Umesikia kauli yake? Kauli nimeisikia. Kwanza namshukuru sana kwa kuweza kutufungua uwazi. Hicho alichokisema. Kwamba kweli yani namshukuru sana, ametufungua kwamba wajitathmini watu wa Yanga kwa kauli hii, ni kwamba hiki kitu ni kweli, kwamba ni kweli Yanga wamefanywa upendeleo mkubwa sana katika ligi ya Tanzania bara. Yuko sahihi anachokisema. Lakini pia tuliona mfano kati ya Yanga na Singida Big Star raundi ya pili, wachezaji wao muhimu wamekaa katika benchi 7, wamechezeshwa wachezaji dhaifu ili waweze kupata matokeo. Unategemea nini? Leo unaweka nembo ambayo kikanuni katika mfumo wa kubebwa, kikanuni ya FIFA haipo. Kwa hiyo utasema hapo Karea naye mbaya, na kata imekusaidia ili timu iweze kupata uwezo wa kiuchumi. Mzee Jerome, sasa kuna hali ambayo inatakiwa kauli hizi inabidi zichunguzwe, zifanywe tafiti kubwa, maana tulishawahi kumsikia aliyekuwa kocha wa Young Africans Sid Ramovic aliwahi kusema hapa kuwa ligi ya Tanzania intensity yake ni ndogo, ambalo wengi walitafsiri kama ligi ya Tanzania ni dhaifu. Unaweza kusema yuko sahihi. Na huyu ni kocha wa pili, yule ni kocha wa kwanza. Wakankebei sana kwamba hana lolote, hana chochote. Unajua, kumbuka yule ni mzungu. Wana akili sana, wana maarifa makubwa sana. Na vichwa vyao wazungu wabebagi mizigo katika vichwa vyao, kwa sababu kichwa chao kinatoa maarifa makubwa sana. Alichokizungumza ni kwamba ni kweli, na ameangalia katika kambi. Maana yake ameangalia hata uwezo wao wa kimpira uwanjani katika mashindano ya klabu bingwa peke yake tu. Timu amekuta katika makundi. Na kweli ameingia katika makundi, ameangalia na kweli kwamba timu ameiona timu dhaifu tu. Kwamba ndani ya kambi anamwambia kwamba kesho tutaenda kushinda goli 4. Na ni kweli wameenda kushinda goli 4. Kwa hiyo kauli hizi zinatakiwa zichunguzwe. Zichunguzwe. Yaani sema TAKUKURU tu nayo wameingia katika mfumo wa kisiasa. Lakini itakuwa wachunguzwe sana Yanga. Na Yanga itakuwa wachunguzwe kwa umakini mkubwa sana katika taifa hili. Kauli hizi zinazotolewa kama ni kweli au ni uongo, zina taswira yote ya kuweza kuharibu ligi yetu. Imepanda ligi. Yanga ndo atakayetusababishia kwamba ligi hii badala ya kuwa ya 4 au ya 6, wanaweza kusema ligi ya Tanzania ni nafasi ya 20 au ni Yanga. Unajua barani Afrika kuna nchi 53. Miongoni mwake katika nchi 53 ambaye Tanzania ni mmoja wapo. Kwamba nchi 53 maana yake unakuwa katika uwezo wa ligi kuu, unakuwa wa 6 au wa 4, maana yake nafasi moja kubwa sana. Lakini Yanga ndio atakayetusababishia kwamba ligi ya Tanzania bara tuwe na nafasi ya 20. Kwa namna ambao ujinga na upumbavu ambao anayofanya. Mimi nataka niweze kutoa ushauri tu kwa watu wa Yanga ambao ni wadau wa mpira, ambao wanatumia weledi, wanatumia akili na maarifa. Waweze kujitathmini namna ya utendaji wao wa kazi katika mpira wa miguu Tanzania. Hamna kizazi cha Azam, hamna kizazi cha Kagera, hamna kizazi cha Tabora. Kizazi kilichopo ni cha Simba na Yanga.
watu wasiudhalilishe mpira. Wallace Karia ni baba ambaye amepambana kujenga uchumi wa mpira, na Simba pekee ndio ambayo inazalisha pesa nyingi katika ngazi ya vilabu, na serikali inajivunia kuchukua kodi kupitia klabu ya Simba. Kwa maana hiyo hata mechi ambayo tukicheza tarehe 1, sisi tunawaza tarehe 1 mwezi wa 4 kule Misri, kwamba maana yake tunafanya marudiano kati ya tarehe 8 tarehe 9. Maana yake kwamba serikali itaingiza mapato, serikali itachukua kodi kwa klabu ya Simba na kuweza kufanufaisha mpira wa Tanzania. Ndio Simba pekee ambaye ndio imepeleka vilabu vinne katika ngazi ya vilabu. Simba pekee. Yanga sisi tumembeba, lakini adabu hana. Adabu hana. Katika ngazi ya vilabu timu 4 barani Afrika, Simba pekee ndio klabu ya kwanza kupeleka ngazi ya vilabu. Hakuna atakachokifanya Yanga, alama zake ndio zimembeba. Hakuna atakachokifanya Yanga Simba sifike, kwamba Simba amepeleka timu 4 akambeba Yanga, alienda kwa alama gani? Maana sio alama za Simba. Kwa hiyo maana Simba sio na uwezo mkubwa maana kuweza kupeleka vilabu. Ingekuwa hata kanuni ya CAF ingekuwa kwamba vilabu peleke 6, Simba angeweza kufanya nafasi hiyo. Na awamu hii ningemwomba Mungu kama angenisikia, Yanga ingekuwa nafasi yake ya 4 au ya 5 katika msimamo wa ligi, ili sisi tumbebe, kwa sababu ambaye anaweza kubeba ni Simba, hamna mtu mwingine. Yanga amewahi kubeba nani kimataifa? Simba pekee ndio ambaye nafasi kubwa katika mpira huu Tanzania. Simba ndio dira. Mzee Wenga amekuja kuiona Simba, akazungumza na Kibu Chemba kabisa. Yule kijana ni wa wapi? Dennis kabisa, mkandaji. Yule kijana yule tutamuza kwa hela nyingi sana, ili Simba ipate klabu mapato mazuri sana msimu huu. Kwa hiyo Wenga alisemaje kwa Kibu? Kile alichokiteta hatujakisikia. Maana yake tunaona kwamba Mzee Wenga ni mtu wa michezo, na tumaini kuna mambo mazuri ameyazungumza. Alimwambia nakutafutia nafasi pale. Inawezekana. Mzee yani kiongozi wa FIFA anakuja kumuona Kibu huyo hapa. Wale national rally sio walikula 2 hapa. Sio walikula 2 hapa. Piga nipige na kule kwao. Sio kwa ajili ya goli la ugenini tulishaangoa wale. Sasa klabu gani inaweza kufanya vile? Jerome, mimi nikushukuru sana. Mimi ubarikiwe sana. Asante sana.